Karibu mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni Urusi yapanga kujenga kinu kikubwa cha nyuklia nchini Burkina Faso miongoni mwa mataifa ya Afrika. Urusi imetia saini mkataba wa nishati ya nyuklia na Burkina Faso. Makubaliano hayo yanaashiria hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano kati ya Moscow na Burkina Faso. Mkurugenzi mtendaji wa Rosatom, Alexei Likhavez, amesema Urusi imetia saini mkataba huo wa nishati ya nyuklia na taifa hilo la Kiafrika. Urusi na Burkina Faso zimerasimisha makubaliano ya kupanua ushirikiano wa amani wa nishati ya nyuklia, ikiwa ni pamoja na miradi ya pamoja katika teknolojia ya mionzi na mafunzo ya wataalamu kutoka nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Makubaliano hayo yametiwa saini siku ya Alhamisi na Alexei Likhachev, mkurugenzi mtendaji wa shirika la nyuklia la Urusi Rosatom, na waziri wa nishati wa Burkina Faso Yakuba Zabregouba, kando ya kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg. Kutiwa saini kwa mkataba huu kunaashiria hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya Urusi na Burkina Faso, Likhachev alisema kulingana na taarifa ya Rosatom katika vyombo vya habari. Tuko tayari kutoa teknolojia ya hali ya juu na usaidizi wa kitaalamu ili kutekeleza miradi ya pamoja inayolenga maendeleo endelevu na kuimarisha usalama wa nishati wa kanda, aliongeza. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mapatano hayo mapya yanajengwa kwenye ramani ya barabara iliyotiwa saini Machi mwaka uliopita kati ya Rosatom na Wizara ya Nishati ya Burkina Faso wakati wa jukwaa la Atomexpo huko Sochi nchini Urusi. Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore imeanzisha uhusiano mzuri na Urusi. Hata hivyo, kuna maeneo muhimu ya ushirikiano yaliyoainishwa katika waraka huo, ikiwa ni pamoja na ukuzaji wa miundombinu ya nyuklia ya Burkina Faso kulingana na viwango vya kimataifa, udhibiti wa usalama wa nyuklia na mionzi, na matumizi ya isotope za radio katika tasnia, dawa pamoja na kilimo. Moscow na Wagadugu zimeshiriki katika ushirikiano wa nyuklia tangu mwaka 2023 kufuatia ombi la kiongozi wa mpito wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa rais wa Urusi Vladimir Putin wakati wa mkutano wa pili wa Urusi Afrika huko St. Petersburg. Kuna faida kubwa ambazo hazijatumiwa. Hivi ndivyo wataalamu wa Kiafrika wanafikiria kuhusu uhusiano. Mwaka uliopita wawakilishi wa Rosatom walitembelea Burkina Faso ili kujadili mipango ya ujenzi wa kinu cha nyuklia katika mojawapo ya nchi zilizo na umeme kidogo zaidi duniani. Maeneo ya Sahel hapo awali yalitia saini makubaliano na kampuni ya Urusi mnamo Oktoba mwaka 2024 kujenga kituo hicho. Novawind, kitengo cha nishati ya upepo cha Rosatom, pia kinafanya kazi na serikali ya nchi jirani ya Mali kujenga mtambo wa nishati ya jua wa megawati 200 karibu na mji mkuu Bamako mwaka uliopita. Mkurugenzi Novawind Grigory Navarov alisema kituo hicho cha dola milioni 217 kitaongeza uzalishaji wa umeme nchini kwa 10%. Kando na kugonga makubaliano yake ya hivi punde kuhusu ushirikiano wa amani wa nyuklia na Burkina Faso, Moscow pia ilitangaza wiki iliyopita kuidhinisha makubaliano sawa na Mali ambayo bado hajarasimishwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyojiri wakati huu. Ni kile ambacho kinaenda kufanyika kati ya Burkina Faso na Urusi, ambapo sasa Burkina Faso yenye utajiri wa madini ya urani pia itapata kinu cha nyuklia, ambapo Urusi itazalisha nishati ya nyuklia kwa ajili ya kutatua tatizo la umeme katika taifa hilo na shughuli zingine za kiuchumi katika nchi ya Burkina Faso. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.